Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile una partage. Basi kama itakuwa ndio mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, basi endelea kufanya vile na endelea kuwa nasi kila siku katika taarifa zetu zote za habari. Au kama unataka kuwasiliana nasi, basi tuandikie moja kwa moja kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye screen yako au kwenye video, na utupatie maoni yako aiza mapendekezo yako. Na usikose kutujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, ukiwa pembe gani ya dunia. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC, hususan habari za vita inavyoendelea kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda wakipambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile tuongelea matukio mbalimbali kuhusu vita vinavyoendelea kati ya waasi wa Twirwaneho wa Tabara, vile vile wanaoungwa mkono na M23 pia wakipata msaada kutoka huko Rwanda na kusaidiwa na wanajeshi kutoka Rwanda, wanajeshi wa RDF wakipambana na jeshi la serikali ya DRC yani FARDC wanaoungwa mkono na Wazalendo. Basi karibu tuanze habari zetu za asubuhi. Karibu. Habari kutoka huko katika eneo la Minembwe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini zinaeleza kuwa waasi wa M23 wamebadili maandishi yaliyokuwa yakisomeka commune de Minembwe na kuweka maandishi mapya yanayosomeka territoire de haut plateau de Minembwe. Hatua hiyo imeibua mjadala na maswali mapya kuhusu mustakabali wa utawala wa eneo hilo, hasa kizingatiwa kuwa swala la hadhi ya Minembwe imekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya jamii mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, mradi wa kuanzisha eneo la kiutawala la Minembwe iliwahi kuzua mgogoro mikubwa ya kikabila iliyohusisha muungano wa jamii za Babembe, Bafuliru na Banyindu dhidi ya jamii ya Banyamulenge. Baadaye katika mazungumzo ya Sun City yaliyolenga kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpango huo wa mgawanyiko wa kiutawala ulifutwa. Sasa baada ya M23 kuweka maandishi hayo mapya, wachambuzi na baadhi ya wakazi wanaoji ikiwa hatua hiyo inaashiria azma ya kisiasa kuhusu hadhi ya Minembwe na maeneo ya jirani ya Fizi, Mwenga na Uvira. Hata hivyo, hadi sasa waasi wa M23 hawajatoa tamko rasmi inayoeleza namna au lengo la mabadiliko hayo. Ni muhimu kusisitiza kuwa hakuna uthibitisho rasmi kwamba kubadilishwa kwa maandishi hayo kuna maanisha mabadiliko ya kisheria au kiutawala. Maswali kuhusu ajenda kisiasa ya M23 na baadhi ya makundi ya jirani baadhi ya makundi ya kijamii yaliyotajwa yaendelea kuwa hoja ya mjadala na uchambuzi si ukweli uliothibitishwa. Wananchi na wadau wa amani wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano wa kikabila na kisiasa, huku wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo na kuheshimu sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi wakati wa kuandaa ripoti hii habari, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na mamlaka nyingine husika hazikuwa zimetoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu na maendeleo ya habari hii na kuwafahamisha wasikilizaji wetu kipindi taarifa mpya zitakazoendelea kupatikana kuhusu eneo la Minembwe na nini kinachoendelea huko Minembwe. Tutaendelea kuwajuza. Tubaki tu na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako takriban raia 20 waokolewa kutoka mikononi mwa waasi wa ADF katika eneo la Mombasa. Takriban raia 20 waliokuwa wametekwa nyara na waasi wa ADF wamepata uhuru wao baada ya operesheni za kijeshi iliyofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika wilaya Mombasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, raia hao walitekwa wakati wa mashambulizi yaliyofanywa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika maeneo ya migodi ya Itembo, Pangoi na Tepe. Inaelezwa kuwa waasi waliwalazimisha mateka au kuondoka nao porini kabla ya kuwaacha njiani walipokabiliwa na mashambulizi makali kutoka kwa wanajeshi wa serikali ambao ni FARDC.
Miongoni mwa waliokombolewa mnamo wamo wanawake 5, watoto wadogo pamoja na baadhi ya wanajamii wa asili ya Pigme. Baadhi yao tayari wamewasili salama katika vijiji vya Lwemba na Teturi, huku wengine wakiwa bado katika eneo la Mungu iko wakisubiri msaada wa kuwafikisha kwenye maeneo salama. Mratibu wa shirika la APDF katika wilaya Mombasa, Rams Mali Kidogo, amesema operations za FARDC ilifanikiwa kuwafukuza waasi kutoka mgodi wa Tepe ambako walikuwa wakijaribu kuanzisha ngome mpya baada ya kushambulia raia, kuua watu kadhaa na kuchoma nyumba. Kwa mujibu wa shirika hilo, shinikizo la kijeshi iliwalazimu waasi kuacha mateka karibu na maeneo ya Bambu na mgodi wa Tushinda kabla ya kukimbilia upande wa Elota. Walionusurika wanasema walikabiliwa na mazingira magumu wakiwa utumwani, yakiwemo kutembea umbali mrefu kwa lazima, ukosefu wa chakula na hali mbaya ya maisha. Hata hivyo, licha mafanikio hayo ya kijeshi, vyanzo vya ndani vinaonya kuwa wapiganaji wa ADF au waasi wa ADF wanaelekea katika eneo la mgodi wa Elota. Hali hiyo imeongeza hofu ya uwezekano wa mashambulizi mapya dhidi ya wananchi wanaoishi katika maeneo ya Elota, Maroke, Pumuzika na Pretoria. Shirika la APDF limepongeza juhudi za FARDC, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kufuatilia waasi au, huku likitoa wito kwa jeshi kuendelea na operation zake hadi tishio la ADF litakapodhibitiwa kikamilifu. Wakati huo wananchi wametakiwa kuwa waangalifu, kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama kuhusu mienendo yote ya kutia shaka na kufuata maelekezo ya mamlaka husika. Maendeleo haya yanaonyesha kuwa licha operation ya kijeshi zinazoendelea, sehemu ya kusini ya wilaya Mombasa bado inakabiliwa na tishio la makundi yenye silaha. Wadau wa usalama wanaamini kuwa ushirikiano kati ya wananchi na vikosi vya ulinzi kutakuwa muhimu katika kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya vijiji na maeneo ya migodi. Habari kutoka huko mjini Baraka uliopo katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zinaeleza kuwa hali ya usalama inaendelea kuzorota kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na baadhi ya wakazi wa eneo hilo, visa vya uporaji wa simu, fedha, kuku, kompyuta pamoja na mali nyingine zimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Wananchi wanasema baadhi ya watu wanapoteza maisha kutokana na mashambulizi ya risasi yaliyowakumba. Baadhi ya wakazi wa Baraka wanadai kuwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanahusika katika vitendo vinavyodaiwa kuchangia kuzorota kwa hali ya usalama. Wanatuhumu baadhi ya askari au kwa kurusha risasi ovyo na kuwakamata watu wasio na hatia. Hata hivyo, madai hayo yanahitaji uchunguzi wa mamlaka husika na kuthibitishwa rasmi. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kurejesha amani, kulinda maisha na mali ya raia, pamoja na kuhakikisha wahusika wa vitendo vya uhalifu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Hadi sasa mamlaka husika zijatoa taarifa rasmi kuhusu tuhuma hizo. Tutazidi kufuatilia mwenendo wa tukio ili na kuwajuza pindi habari zinazoendelea kupatikana. Asante. Baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali, mpendwa msikilizaji, mtazamaji, basi tuendelee na taarifa nyingine ya habari ya uchambuzi kutoka huko Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu. Habari inahusu tamko la mbunge wa kitaifa wa DRC Justin Bitakwira, ambaye ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini baada ya hasa kutokana na kile anachodai kuwa ni kusonga mbele kwa uasi wa Twirwaneho na M23 kuelekea maeneo muhimu ya Baraka na Fizi. Tamko lake lina uzito mkubwa wa kisiasa kwa sababu linatoka kwa mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa kutoka eneo la Uvira na ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kuwa haya ni matamko ya kisiasa na madai ambayo yanahitaji kuthibitishwa kupitia taarifa za kijeshi na vyanzo uhuru. Katika uchambuzi wa kijeshi, Baraka na Fizi si maeneo ya kawaida. Baraka ni miongoni mwa miji mikubwa katika mwambao wa Ziwa Tanganyika ndani ya Kivu Kusini. Ni kituo muhimu cha biashara, ni lango la usafiri kati ya kusini mwa Kivu na Tanganyika. Una muhimu wa kiusalama kwa sababu unadhibiti sehemu ya mwambao wa ziwa.
Fizi Centre nayo kwanza ni makao makuu ya wilaya ya Fizi. Kulidhibiti Fizi kuna maanisha kudhibiti mawasiliano ya maeneo mengi ya kusini mwa Kivu, kupata nafasi nzuri ya kuimarisha wanajeshi na vifaa, kupanua ushawishi kuelekea mkoa wa Tanganyika. Ndiyo maana Bitakwira anasitiza kuwa njia hizi zinaelekea Kalemi, mji mkuu wa mkoa wa Tanganyika. Iwapo wasi wanaendelea kuelekea Baraka na Fizi kama inavyodaiwa, wanatafuta kupanua eneo la operation. Kama mnavyojua, katika eneo la Minembwe, Uvira, Mwenga, mapigano yanakuwa yakijitokeza mara kwa mara. Kusogea kuelekea Baraka na Fizi kunaonyesha uwezekano wa kufungua uwanja mpya wa mapambano. Sasa hapa jeshi la serikali la FARDC linaweza kulazimika kutuma vikosi zaidi kusini mwa Kivu, kuimarisha ulinzi wa Baraka, kulinda njia za kuelekea Kalemi. Hii inaweza kulazimisha jeshi kugawa nguvu zake katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Justin Bitakwira amesema kwamba tulikuwa tumerejesha robo tatu ya Minembwe. Kauli hii ina maana mbili muhimu. Kwanza, anakiri kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ilikuwa imepata mafanikio ya kijeshi katika eneo hilo. Pili, anaonyesha kwamba mafanikio hayo yanaweza kuwa yanatoweka kutokana na mashinikizo mapya kutoka kwa wasi. Kwa lugha nyingine, anaonya kuwa maeneo yaliokuwa yamerudishwa chini ya serikali yanaweza kupotezwa tena. Pia swala la drone kutoka Rwanda, moja ya sehemu nyeti zaidi katika taarifa yake ni madai kwamba drone zinatoka Rwanda. Hapa kuna mambo mawili ya kuzingatia. Kijeshi, drone inatumika kwa upelelezi, kutambua nafasi za adui, kuelekeza mashambulizi, kukusanya taarifa za muda halisi. Ikiwa kweli zinatumika, zinaweza kuongeza uwezo wa operations za waasi. Lakini ni kweli zinatumika, inaonekana drone tofauti zinatoka huko Rwanda kuja kusaidia waasi kufanya operations zao za kijeshi dhidi ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni FARDC na washirika wake ambao ni wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Kisiasa, kutaja Rwanda kunaongeza mvutano wa kidiplomasia. Kwa miaka mingi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, lakini Rwanda imekuwa ikiakanusha mara kwa mara madai hayo. Kwa hiyo kauli ya Bitakwira si ya kijeshi tu bali pia ni ya kisiasa na kidiplomasia. Sasa hapa tujiulize swali, kwa nini Justin Bitakwira amtaja waziri wa ulinzi mkuu wa majeshi? Bitakwira amesema kuwa mahali pa waziri wa ulinzi na mkuu wa majeshi ni mstari mbele, yani kufront. Kauli hii inaonyesha mambo kadhaa: kutokuwa na imani, anaonekana kutoridhishwa na namna operesheni za kijeshi zinavyoendeshwa. Moja, shinikizo kwa serikali, anataka viongozi wa kijeshi waonyeshe uwepo wao katika maeneo ya mapigano. Ni ujumbe gani ambao Justin Bitakwira ametoa kwa wananchi? Anajaribu kuonyesha kwamba hali ni mbaya kiasi cha kuhitaji hatua za haraka kutoka ngazi za juu kabisa za kijeshi. Hii inaonyesha kwamba Justin Bitakwira hajaridhishwa kabisa na jinsi operations za kijeshi za FARDC zinavyoendeshwa. Pia Justin Bitakwira ameongelea ushirikiano wa ndani, na hiki ndicho kipengele kizito zaidi kisiasa. Bitakwira amesema kuwa kuna mashaka ya ushirikiano ambayo yanapaswa kuchunguzwa. Kwa lugha ya kisiasa anamaanisha kuwa kuna uwezekano wa watu wa ndani ya mfumo ya usalama kusaidia adui. Kuna uwezekano wa uvujaji wa taarifa za kijeshi na kuna uwezekano wa uzembe au usaliti katika baadhi ya operation. Hata hivyo hadi sasa haya ni mashaka na si ushahidi uliothibitishwa. Naye pia anashakia na sio habari za ukweli, na anashakia kuwa ndani ya jeshi la FARDC kuna usaliti au kuna uvujaji wa baadhi ya taarifa kutoka kwa jeshi la FARDC kuelekea kwa ngambo za adui ambao ni waasi wa AFC M23 na waasi wa Twirwaneho wanaoshirikiana kwa umoja. Sasa ikiwa Baraka na Fizi zitakuwa chini ya shinikizo kubwa, Province ya Tanganyika au mkoa wa Tanganyika unaweza kuathirika moja kwa moja. Hii inaweza kusababisha kuongezeka kwa wakimbizi, kuvurugika kwa biashara kupitia ziwa Tanganyika, kuongezeka kwa hofu katika eneo la Kalemi, kupanuka kwa eneo la mgogoro kutoka Kivu Kusini hadi Tanganyika. Hii ndio sababu Bitakwira ametaja Kalemi katika tamko lake.
kwa kumalizia, tamko la Justin Bitakwira ni onyo kali kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kile anachokiona kama kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la Kivu Kusini. Hoja zake kuu ni kwamba waasi wa Twirwaneho na M23 wanakaribia maeneo muhimu ya Baraka na Fizi, kwamba mafanikio yaliyokuwa yamepatikana Minembwe yako hatarini na kwamba serikali inapaswa kuchukua hatua za haraka zaidi. Kisiasa, kauli zake zinaonyesha ongezeko la shinikizo dhidi ya viongozi wa kijeshi na serikali ya Kinshasa. Kijeshi, ikiwa madai haya yatathibitishwa, yanaweza kuashiria hatua mpya za kivita inayoweza kuathiri sio tu Kivu Kusini bali pia mkoa wa Tanganyika na usalama wa ukanda mzima wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi acha ni kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Tuelekee Mashariki ya Kati sasa, ambapo Marekani na Iran wameendeleza makabiliano makali kwa usiku wa pili, huku Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Iran ikilaani mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya kiraia na kutaja hatua hiyo kama makosa ya jinai katika vita. Jeshi la Marekani limesema kwamba limetekeleza mashambulizi yaliyolenga maeneo 90 ya kijeshi ndani ya Iran. Kwa upande wake, Iran imeripoti milipuko iliyoshuhudiwa katika maeneo kadhaa ya pwani, huku serikali ya Iran ikisimamisha shughuli za usafiri kwenye reli inayounganisha miji ya Tehran na Mashhad, ambapo kiongozi mkuu aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei anazikwa hii leo. Wizara ya Afya ya Iran imesema kwamba watu 14 wameuawa katika makabiliano ya siku 2 zilizopita. Katika hatua ya kujibu mashambulizi ya Marekani, Iran imetekeleza mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya Marekani iliyopo katika mataifa ya Kuwait, Bahrain na pia Katari. Rais Trump ameonya kuwa mashambulizi makubwa na makali zaidi dhidi ya Iran huenda yakazidishwa baada ya kutangaza kwamba makubaliano ya kusitisha vita kati ya Washington na Tehran yamekwisha kutokana na hatua ya Iran kushambulia meli za kibiashara kwenye mlango bahari wa Hormuz. Tuliwashambulia kwa uzito mkubwa, wakipiga mara moja tunapiga mara 20, na tulifanya hivyo usiku wa jana. Walifanya jaribio dogo leo, lakini ilikuwa tu kujifuta machozi kutokana na kile tulichokifanya jana usiku. Walishambulia maboti 3 na sio 2, na walipotekeleza mashambulizi hayo, sisi tuliwajibu vikali zaidi. Hiyo ni mbinu nyingine ya kukabiliana nao. Tuna njia nyingi za kushinda vita hivi na tayari tumeshinda kijeshi. Kwa sasa wao wana kidogo sana kilichosalia, kidogo kabisa, na wana hamu kubwa ya kufanya makubaliano. Walinipigia muda mfupi uliopita wakisema kwamba wako tayari kufanya makubaliano mapya, lakini sina uhakika ikiwa ni watu tunaostahili kufanya maafikiano nao. Sijui ikiwa watatekeleza makubaliano hayo. Hilo ndilo tatizo. Mkuu wa Iran Mohammad Bagher Ghalibaf amesema kwamba, na hapa namnukuu, Marekani bado haijajifunza kwamba udhalilishaji na kuvunja ahadi si mambo yasiyokuwa na gharama. Anaendelea kusema, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wamiliki wa meli za kusafirisha mizigo Intertanko, tangu vita kurejelewa, usafiri kwenye mlango bahari wa Hormuz umetatizwa, huku idadi ya meli zinazopita huko ikipungua. Idadi hiyo ilikuwa tayari imeshuka hadi meli 30 kwa siku kabla ya makabiliano kurejelewa, na wiki jana takriban meli 70 zilikuwa zinapita kwenye mlango huo, ikilinganishwa na zaidi ya meli 130 zilizopita hapo kila siku kabla ya vita kuzuka mapema mwaka huu. Jana Jumatano, shirika la usafiri wa bahari la Umoja wa Mataifa lilisema kwamba zaidi ya mabaharia 6,000 bado wamekwama kwenye meli zao ambazo zimeshindwa kupita kwenye mlango huo wa bahari. Na huku vita vikizidi kuendelea, uwezekano wa makubaliano ya amani ya kudumu kati ya Iran na Marekani unadidimia. Leo ni siku ya mwisho ya matukio maalum yaliyoandaliwa ya maombolezo ya umma kwa ajili ya hayati kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Matukio yaliyodumu kwa siku 6 katika miji 5 nchini Iran pamoja na nchi jirani ya Iraq. Umati mkubwa wa watu umepanga foleni kando ya barabara katika jiji la Mashhad, ambapo mwili wake unatarajiwa kuzikwa baadaye hii leo. Hapo awali, ndege za kivita za jeshi la anga la Iran zilisindikiza ndege iliyobeba miili hiyo ya kiongozi wa Iran aliyeuawa na wanafamilia wake waliofariki katika tukio hilo hilo. Khamenei atazikwa katika eneo takatifu zaidi la nchi hiyo huko Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran. Na wakati Iran ikimpa mkono wa buriani kiongozi wao baada ya miezi kadhaa, wengi wanauliza, je, sheria za dini ya Kiislamu zimefuatwa katika mazishi hayo?
Sasa Uislamu una mtazamo maalum kuhusu utakatifu wa maiti. Dini hii inazingatia mazishi ya haraka kuwa sehemu ya utakatifu huo. Katika madhehebu ya Washia ambao wengi ndio wakazi wa Iran, wanazuoni wanapendekeza mwili kuharakishwa kuzikwa kama stara ili kukitokea jambo maalum, mazishi yanaweza kucheleweshwa. Tuanzie visiwani Zanzibar ambapo hatua mpya ya maridhiano ya kisiasa imepigwa hii leo baada ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, CCM na ACT Wazalendo kutia saini tamko la pamoja na ajenda za kuchukuliwa hatua, makubaliano yanayolenga kuimarisha umoja wa kitaifa na kufungua njia kuelekea serikali ya umoja wa kitaifa. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure anaripoti. Makubaliano haya kati ya viongozi wa CCM na ACT Wazalendo yanaelezwa kuwa hatua muhimu katika kutafuta suluhu ya kudumu ya tofauti za kisiasa visiwani humo. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema makubaliano haya yanaonyesha dhamira ya viongozi wa Zanzibar ya kuweka mbele maslahi ya wananchi na kuimarisha amani na utulivu. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Rais Mwinyi pia ametoa wito kwa viongozi wa dini, vyama vya siasa na wananchi kuendelea kuunga mkono mchakato huo. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano haya yanafungua ukurasa mpya kwa Wazanzibari. Maridhiano si udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Upande wake, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesema hatua hiyo haipaswi kuonekana kama suluhu ya kisiasa kwa vyama pekee, bali kama mchakato wenye manufaa mapana kwa Zanzibar. Kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa, hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Hatua ya leo inaashiria ukurasa mpya katika siasa za Zanzibar, huku macho ya wengi yakielekezwa kwenye utekelezaji na makubaliano hayo na mustakabali wa umoja wa kisiasa visiwani humo. Sasa swali ni, haya yote yanamaanisha nini? Ili kupata jibu tuungane na mchambuzi Dr. Nicodemus Minde anajiunga nasi kutoka Nairobi. Minde, kwanza wewe binafsi umepokeaje tangazo hili la CCM na ACT Wazalendo kukubali kufanya kazi pamoja? Nadhani nimeipokea kwa njia ya hisia nzuri, kwa kuwa ni mchakato ambao unaonyesha kwamba tunaenda kutatua ama kuondoa ule mkwamo wa kisiasa. Kwa hiyo naona kama ni hatua chanya katika kuleta maridhiano na kukwamua mkwamo wa kisiasa ambao umekuwepo kwa Zanzibar takriban kwa miezi 8 baada ya uchaguzi uliopita wa Oktoba mwaka jana. Naam, kwa mtizamo wako nini huenda kimesababisha vyama hivi viwili kuungana na kuja na serikali ya umoja wa kitaifa? Nadhani kwa kimuktadha, hii sio mara ya kwanza kwa majadiliano na mazungumzo kuendelea katika siasa za Zanzibar. Maridhiano haya yanaenda mbali zaidi kuanzia mwaka 1999 na ni njia mojawapo ya kutaka kutatua mkwamo wa kisiasa ambao unatokana na sintofahamu baada ya uchaguzi, lakini pia historia ya mtifuano katika siasa za Zanzibar. Kwa mchakato huu ni mwendelezo tu wa michakato mingi ambayo imekuwa hapo awali, kuanzia mwafaka wa kwanza, mwafaka wa pili, maridhiano ya mwaka 2010 na hata maridhiano ya mwaka 2020. Kwa hiyo ni hatua nyingine ambayo inaenda katika kutatua mkwamo wa kisiasa ndani ya visiwa vya Zanzibar. Dr. Minde, hatua hii inamaanisha nini kwa siasa za Zanzibar kusonga mbele? Na je, watu watajiuliza tunaweza tukaona muungano ama miungano kama hii Tanzania bara?
Nadhani ni hatua nzuri kama nilivyoeleza hapo awali kwamba ni hatua ambayo inataka kuondoa ule mkwamo, lakini pia tufahamu kwamba mchakato kama huu unaenda kuleta kitulizo katika siasa za Zanzibar na kuleta maridhiano miongoni mwa watu, lakini pia kuwa na serikali umoja wa kitaifa ni njia mojawapo ya kutaka kuleta umoja wa kitaifa, na nadhani kama unavyouliza inaweza kuwa ni njia mojawapo katika kutaka kuleta maridhiano sio tu ndani ya Zanzibar bali inaleta njia katika Tanzania bara, na labda mazungumzo ya maridhiano yanaanza kuanza kutokana na kigezo hicho kwamba Zanzibar wameanza kufanya maridhiano. Sasa kama ulivyotaja, si mara ya kwanza kuwa na miungano kama hii, lakini kumekuwa na malalamishi ya hapa na pale kwa siku zilizopita. Nini kinapaswa kufanywa Dr. Minde ili kuhakikisha mabadiliko ya kweli yanaonekana Zanzibar? Mimi naona ni utashi wa kisiasa na nia madhubuti ya makubaliano na nia ya kutaka kutatua migogoro ambayo imekuwa ikikabili taifa la Zanzibar miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo nadhani njia mojawapo ni katika kutaka kuleta ile nia madhubuti, utashi wa kisiasa, lakini pia tunavyoona kwamba kwa sasa wameenda kuleta chombo ambacho kitakuwa ni cha kuratibu utekelezaji wa mpango huu, na nadhani kama endapo haya makubaliano yatafikiwa kwa kiwango hiko, nadhani basi tunaweza kuona manufaa chanya katika utekelezaji. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo ya kila siku ni wakisha tunakuletea habari sahihi tena kuaminika, vile kwa muda mwafaka. Basi kama unataka kuwasiliana nasi, usikose kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye screen yako au kwenye video, na ukatuambia unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George, mtangazaji wako, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi unaweza kunitafuta kupitia mtandao wetu wangu pia wa Facebook, na utakuwa napata habari zetu za kila siku. Nitafute kupitia mtandao wetu wa Facebook kupitia jina hilo la Idi George, na hapo unaweza ukanipata sambamba. Asante, tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana.